mwenyekiti wa shirika la masoko ya Kariakoo ndugu yetu Hawa Ghasia, Mheshimiwa Nurdin Juma, mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam. Tambue pia uwepo wa kijana wetu CPA Ashraf Abdul Kadir, meneja mkuu wa shirika la masoko ya Kariakoo, viongozi na wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali na sekta binafsi mliopo nasi, ndugu wanahabari, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wetu wa jiji la Dar es Salaam, wageni waalikwa wenzangu, mabibi na mabwana, kazi na utu. Ndugu zangu, nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake kutujalia kukutana leo hapa kwa kazi hii muhimu sana ndani ya mkoa wetu wa jiji la Dar es Salaam. Aidha, nitoe shukrani zangu za dhati kwa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika tukio hili. Shukrani zangu ni kwa wizara hii, lakini pamoja na wakandarasi na wasimamizi wa mradi kwa kusimamia vizuri mradi huu. Shukrani kwa viongozi wa TAMISEMI waliopita na waliopo sasa kwa kazi nzuri iliyofanyika ya ujenzi wa jengo hili. Ndugu wananchi, tunapozindua soko jipya la Kariakoo leo hii, tunafungua ukurasa mpya wa tumaini na nguzo kubwa ya shughuli za kiuchumi kwa Watanzania wengi wanaotegemea biashara. Sisi sote tunakumbuka lililotokea ndani ya soko hili mwaka 2021, na tukio lile halikuangamiza majengo tu, bali pia liliangamiza mitaji na lilisambaratisha ndoto za matumaini za wafanyabiashara pamoja na kuyumbisha familia na wategemezi. Tunapokutana hapa leo, tunasema kwa dhati kwamba tukio lile limetufunza, na kutokana na mafunzo hayo tumejipanga na tumeamua kuanza upya kwa kiwango au viwango vinavyokidhi hadhi na mahitaji ya biashara ya kisasa. Ndugu wananchi, soko hili la Kariakoo ni sehemu muhimu ya kibiashara au commercial hub kwa nchi yetu, inayowaunganisha mzalishaji, iwe wa mazao ya kilimo au mazao ya viwandani, msafirishaji, muuzaji pamoja na mnunuzi. Muunganiko huu unaifanya Kariakoo kuwa ni soko la watu wote. Soko hili ni soko la sasa au la leo, lakini vile vile ni soko la kesho kwa vizazi vijavyo. Soko hili si la watu wa aina au kundi fulani, ni la Watanzania wote na wasio Watanzania kutoka nchi nyingine. Sasa kwa sababu hizo nilizozitaja, ndio maana serikali imechukua jitihada za kulijenga upya soko hili kwa lengo la kurejesha kipato, kulinda ajira na kuimarisha hadhi ya biashara ndani ya nchi yetu. Na huu ndio uhalisia wa kazi na utu. Tunapojenga uchumi, tunajenga utu wa mtu. Nilipofika hapa, kabla kuja kwenye uwanja huu, nilitembelea soko hili. Nimeridhishwa na miundombinu ya kisasa, wa uwepo wa maeneo ya huduma na mifumo ya usalama. Aidha, nimefurahishwa pia na uwepo wa huduma rafiki kwa mama na mtoto. Imesemwa hapa kwamba soko hili litakuwa na vyumba vya kunyonyeshea. Sasa nilikuwa najiuliza, ni vyumba vya kunyonyeshea peke yake au kutakuwa na vyumba au chumba cha kulelea watoto ambao mama zao watakuwa wanafanya biashara hapa? Kwa sababu tukisema chumba cha kunyonyeshea, tuna maana kwamba mama atakaa na mtoto wake. Kama bado hajaweza kukaa, ni mgongoni kwa masaa yote mpaka wakati wa kunyonyesha, anamtoa, anamnyonyesha, anaweka tena mgongoni.
niombe uongozi wa soko hili kutenga eneo la kulea watoto ambao mama zao watakuwa wanafanya biashara hapa. Sasa nyinyi mtatoa eneo, lakini akitokea mtu binafsi ambaye yuko tayari kuweka kitengo hicho cha kulea watoto ambacho kitaangaliwa vizuri, vifaa vyote vya watoto, vyakula vya watoto na kila kitu cha watoto, basi private sector karibuni, na niutake uongozi wa soko litenge eneo kwa ajili ya watoto wao. Mambo hayo sio tu yanaongeza tija, bali pia yanarahisisha mazingira ya biashara. Nataka soko hili liwe mfano wa kuigwa kiutendaji na masoko mengine nchini kwa kuhakikisha kuwa linakuwa na ubora wa huduma, ufanisi wa mifumo, usalama na nidhamu ya biashara. Sasa ili kufanikisha azma hiyo, hatuna budi kusimamia misingi ifuatayo, na kwanza ni uthabiti na uendelevu wa miundombinu ya kisasa. Hatuna budi kuwa na mifumo hai ya kisasa. Hii ni pamoja na mifumo ya zimamoto, na nimeonyeshwa zimamoto wako hapo, wana ofisi, lakini hata ndani ya soko nimeona yale machupa mekundu ya kuzimia moto. Sasa linalofuata hapo ni kwa ofisi za zimamoto kufundisha wafanyabiashara waliomo ndani jinsi ya kutumia mitungi ile, sababu unaweza kutokea moto wakatoka mbio, mitungi iko pale na hawajui jinsi ya kuitumia. Mafunzo kwa wafanyabiashara jinsi ya kutumia mitungi ile. Aidha, hatuna budi kuwa na mpangilio mzuri wa maegesho na njia za kusafirisha, kupakia na kupakua mizigo. Hili nalo ni muhimu. Kutakuwa na magari yanayokuja kushusha mizigo kutoka mikoani, kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia kutoka viwandani, sababu bidhaa za viwanda zitauzwa pia hapa. Yapangiwe muda maalum wa kuja kushusha mizigo. Tumesema barabara zinatakiwa ziwe wazi, lakini vile vile kuna maguta ambayo yatakuwa yanasafirisha bidhaa zinazonunuliwa na wateja kupeleka kwenye magari yatakayowekwa maeneo maalum ambayo magari yatakuwa yamepaki. Kwa hiyo maguta nayo yapangiwe utaratibu maalum wa kuweza kuingia na kutoka sokoni. Kwa watoto wangu wa bodaboda ambao aidha wataleta wateja au wataleta wafanya biashara huku ndani, na wenyewe mpangilio wao ujulikane. Hakuna mtu ambaye anatakiwa kukosa fursa zinazotokana na soko hili. Wote wapate fursa na kuwe na mpangilio maalumu wa kutoa huduma hizo. Swala la pili ni usalama wa biashara, lakini pia usalama wa wafanya biashara. Ili soko hili liaminike kitaifa na kimataifa kuwa kitovu cha biashara kama masoko mengine makubwa katika nchi nyingine, ni lazima tuhakikishe panakuwa salama. Wafanya biashara na wateja wanahitaji usalama usiku na mchana. Naona anaonyeshwa Kamanda Muliro kwenye screen, na hili linamhusu yeye na watu wake. Kwa usalama wa eneo hili ni muhimu, Kamanda Muliro. Lakini mbali na usalama wa watu, kuna usalama wa bidhaa. Tuhakikishe bidhaa zinabaki salama kwa kutokuibiwa. La muhimu zaidi, usalama wa viwango vya bidhaa zinazoletwa. Nimeonyeshwa maeneo ambayo kutauzwa vifaa vya electronics, simu na mambo mengine na bidhaa mbalimbali, mapafyumu, vitu vya urembo. Viwango vya bidhaa zitakazouzwa kwenye soko hili. Hili soko hatutalitumia Watanzania peke yetu. Nchi za jirani nyingi watakuja kununua vitu hapa soko hili kama ilivyokuwa kabla, wapeleke nchini kwao. Kwa hiyo viwango vya bidhaa zinazowekwa, watu wa TBS nadhani mko hapa, watu wale wa TMDA kwa maeneo ya pharmacies nadhani mko hapa, tuhakikishe bidhaa zinazowekwa hapa zina viwango
ili soko letu hili liaminike kitaifa na kimataifa. Jambo la tatu ni uwepo wa huduma za kimataifa. Hili ni soko la kikanda. Mgeni akija hapa apate huduma muhimu kama vile huduma za kifedha, kulipia kodi irahisishwe, alipie maeneo haya na usafirishaji. Na tunaposema usafirishaji wa ndani, magari yetu ya ndani na maguta yetu, lakini usafirishaji wa bidhaa kwenda nje. Kutakuja watu au kwenda mikoani ambao watakuja kununua kwa kiwango kikubwa, wakute huduma za kusafirisha bidhaa ziko hapa ndani, ili mtu asilazimike ameshanunua mzigo kwa kiwango kikubwa au pakie au peleke eneo jengine ambao anakwenda kukuta sasa watoa huduma za usafirishaji. Kama ikiwezekana, mawakala wa kutoa huduma za usafirishaji nje ya nchi wawepo ndani ya soko hili, ili mtu amalize mambo yake yote ndani ya soko hili. Ninafurahi kuona kwamba huduma zote tayari ziko hapa. Sikuoneshwa tu mawakala usafirishaji, lakini nimeona huduma za ATM, lakini nimeona pia huduma za kibenki ziko hapa ndani. Sasa ninaagiza ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa kushirikiana na uongozi wa mkoa kufanikisha utekelezaji wa yote haya ambayo tumeyazungumza. Vile vile natambua katika soko lile la zamani kulikuwa na upangishaji usiofuata utaratibu. Mfumo huu ulisababisha soko kukosa mapato na kuleta malalamiko miongoni mwa wafanyabiashara. Hivyo ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ihakikishe mchakato wa kuwarejesha wafanyabiashara waliokuwepo awali unafanyika bila kujuana, bila upendeleo, bila ukiritimba. Nakumbuka nilikuja kutembelea soko hili. Nilikuta wafanyabiashara wengi ndani ya soko wamebanana na wengine nje ya soko, vibanda vingi mno. Ile ilikuwa inaonesha uhitaji wa kuwa na soko la aina hii na masoko mengine ya aina hii. Kwa hiyo niwaombe sana, na tumefanya lamana kwamba mbali na kurekebisha soko lililoungua, lakini tumejenga soko lingine lenye ghorofa 6 lenye huduma mbalimbali. Kwa wafanya biashara wale waliokuwa ndani warudishwe bila upendeleo, na wale waliokuwa nje nafasi zilizokuwepo wawekwe bila upendeleo. Nisingependa kusikia, hapa nazungumza na wakubwa wa jiji la Dar es Salaam na wilaya ya Ilala, nisingependa kusikia nyinyi wakubwa ndio mnahodhi maeneo humu ndani na kuwakodisha watu. Shirika lenyewe la masoko ya Kariakoo ndio likodishe watu humu ndani, na ukodishaji uwe transparent, yaani uwe wawazi, mapato yawe ya wazi, matumizi yawe ya wazi. Nitasema baadaye, lakini singependa kuona viongozi ndio mnachukua maeneo na nyinyi ndio mnakodisha hawa wadogo wadogo. Hapana. Ndugu zangu, yapo malalamiko mengine kuhusu mifumo ya tozo na ada za pango la kupangisha maeneo ya biashara. Niwaelekeze wataalamu wa TAMISEMI, jiji na management ya soko kukaa kwa pamoja na wafanyabiashara na kuja na mapendekezo yatakayolinda pande zote mbili. Wafanyabiashara lazima walipe pango, lakini pango zenyewe zisiwe za kuumiza sana na zisiwe chini sana. Hili ni soko la kimataifa. Asiyeweza kulipa asubiri tumalize maeneo mengine. Na leo hapa niliambiwa kuna wanangu wa machinga au wafanya biashara wadogo wadogo ambao walitaka kuingia na fulana zao waniambie, mama, tunasubiri soko la
kule Jangwani, soko la bonde la kule, lakini mmewazuia kuingia. Nataka kuambia wanangu, sauti zenu nimezisikia, na soko lile kama alivyosema waziri kwamba tuko katika hatua ya kulijenga. Amesema kuna mambo yanafanyika pale, tuweke bonde sawa, tupate eneo tuweze kujenga soko. Serikali iko tayari kujenga soko tukimaliza hatua za daraja, maeneo ya daraja, kunyanyua kuta na mambo kama hayo, ili soko lile lijengwe vizuri na lijengwe eneo salama. Lakini sauti zenu nimelisikia, na nataka niwaambie soko tutalijenga kule Jangwani. Lakini jengine nalotaka kusema hapa ni kwa uongozi wa soko kuwa na kanzidata, orodha ya wafanyabiashara wote watakao kuwepo ndani ya soko. Ulipaji wa kodi ufanywe kwa kutumia mifumo, ili asiweko hata mmoja ambaye hatalipa kodi hizi. Kwa kutumia mifumo tunaweza kumjua kila mfanyabiashara aliyeko, yuko pahali gani, anafanya biashara gani na kiasi cha kodi anachotakiwa kulipa. Kwa hiyo twende tukatumie mifumo. Ndugu yangu Ashraf, au sijui mwanangu, kwa eji yako, kama hujajipanga, wasiliana na ofisi ya waziri mkuu au TAMISEMI, muunganishwe na iga mifumo ya serikali, ili mifumo iunganishwe ndani ya soko na soko liendeshwe kisasa kabisa. Lakini uwazi kwenye mapato na matumizi, na hili narejea kusema, ndiyo sababu kule nyuma soko hili lilitiwa moto. Uwazi wa mapato na matumizi yanapokuwa hayapo wazi, unapokuja ukaguzi, jambo la maana karibu hivi watu kuhifadhi nafasi yao ni kutia moto, ili taarifa rekodi zisiwepo. Kwa hiyo niwaombe sana uwazi wa mapato na matumizi ndani ya soko. Jambo jingine muhimu ni mazingira yanayozunguka soko hili. Mwingiliano wa shughuli za biashara umeleta msongamano mkubwa kwa watu wa mahali hapa. Natamani tujifunze kwa masoko ya wenzetu nje. Mizigo nimeshasema ishushwe kwa mpangilio, na kutoa bidhaa zitoke kwa mpangilio kwa nyakati maalum, lakini ununuaji hauna nyakati maalum. Saa zote watu watakuwa wananunua, kwa utoaji wa mizigo nao ufanywe vizuri, ili kusilete msongamano. Jambo jingine ambalo nataka niwashukuru management ya soko hili ni uwepo wa maji. Nimeambiwa kuna tanki lina maji tani za kutosha, lita za kutosha za maji ziko hapa. Kwa soko hili litakaa likiwa halina wasiwasi na ukosefu wa maji. Hapana, maji yapo ya kutosha. Na kwa sababu hiyo, usafi wa mazingira ya soko kwa maeneo ya maliwato, lakini pia maeneo yatakayokuwa na bidhaa za kuchinja kama nyama na kuku, niombe sana soko hili liwe safi. Tulinde afya za wateja, usafi ni muhimu sana. Lakini la pili ni usafi wa maji taka, taka ngumu na maji taka. Wasimamizi wa soko, management ya soko, hicho ndicho kigezo kikubwa soko hili kuwa la kimataifa. Usafi wa soko, lakini taka na usafi wa maji taka yatakayotoka hapa. Kuwe na mfumo ambao hautaudhi wateja, hautaudhi majirani zetu. Kuwe na usafi wa kutosha ndani ya soko hili. Lakini jambo jingine ni mawasiliano. Nimeambiwa mmefanya jitihada za kutosha kuingiza mkongo kwenye soko hili ili mawasiliano internet ipatikane. Lakini bado kuna fununu kwamba ukiwa ndani ya soko, mawasiliano ya simu, halo uko wapi, bidhaa zangu umeshapakia, nayo yana shida kidogo. Naomba nalo mliangalie. Soko hili ni la kimataifa, lazima liwe na huduma zote. Ndugu zangu, miundombinu hii tunayoiona ni uwekezaji mkubwa sana uliofanywa na serikali kupitia kodi za wananchi. Soko hili limejengwa na serikali kupitia pesa zetu, kodi za wananchi.
Sasa ili kuwa na huduma endelevu, hatuna budi kufanya marejesho kwa wakati ya kulipa kodi stahiki, na nimefurahi kamishna mkuu wa TRA yuko hapa. Kulipa kodi zetu kwa wakati, na nikuelekeze kamishna mkuu wa TRA, lakini halmashauri ya jiji la Ilala kufanya kazi kwa uadilifu ya ukusanyaji wa kodi, na kama nilivyosema, tukitumia mtandao, hakuna haja kutumia mabavu, hakuna haja kutumia nguvu ili watu walipe kodi. Mtandao utasema nani hajalipa kodi, message iende kwenye simu yake, unapewa siku kadhaa hujalipa kodi yako, unapewa siku kadhaa ulipe kodi. Mpaka hapo akiwa hajalipa kodi, sheria zile ndogo ndogo za soko zifanye kazi yake. Kwa hiyo ndugu zangu wakusanyaji na wafanya biashara ndani ya soko hili, wote tutambue ukusanyaji wa kodi ndio utakaofanya tuweze kujenga masoko kama haya maeneo mengine ya nchi yetu, ili vijana wetu hawa waweze kufaidika na fursa za biashara ziliopo. Kwa niseme sana kwenye swala la kodi, tuwe marafiki, lipa kodi upate huduma zinazostahiki. Ndugu zangu, naomba pia nizungumze na vijana wetu wanaojitafutia kipato kupitia biashara ndogo ndogo. Na sasa hivi, huko nyuma tulikuwa tunajua wamachinga, kumbe kuna neno jipya limejitokeza la mawinga. Na nilikuwa nazungumza na waziri hapa, mawinga ni kina nani? Akaniambia ni wale ambao wanafanya survey ndani ya Kariakoo, bidhaa fulani hazipo ndani ya soko, wanakwenda kuzichukua ziliko na wanaletea wafanyabiashara ndani ya soko. Au wanaangalia huko nje bidhaa gani hazipo lakini Kariakoo zipo kwa wingi, wanachukua Kariakoo wanapeleka kwenye maeneo mengine. Sasa niseme ninatambua juhudi zenu za kujitafutia kipato, na ndio maana kipaumbele cha serikali ni kurasimisha biashara ndogo ndogo, hasa za vijana. Waziri wa vijana yuko hapa. Kurasimisha biashara zenu kama ambavyo imeainishwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi ya mwaka 2025. Na hapa nataka nisisitize tena agizo langu kwa halmashauri la kuweka miundombinu rafiki ya kufanya biashara kwa vijana hawa popote ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo halmashauri zilizopo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, nimeambiwa wakuu wa wilaya na madedi wako hapa, kwa hiyo nendeni mkahakikishe. Na waziri mkuu ameagiza ile 10% inayotoka kwa vijana wanawake iongezwe iwe 15, ili ile 5 iende ikawajengee miundombinu ya kufanyia biashara vijana wetu. Ndugu zangu wananchi, soko hili jipya la Kariakoo haliwezi kuendeshwa kwa mfumo wa kizamani. Linahitaji mageuzi ya kiutawala, mtazamo na usimamizi unaozingatia huduma bora, nidhamu na ufanisi. Hivyo naielekeza ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kulisimamia hilo kwa ufanisi mkubwa sana. Na kabla sijahitimisha hotuba yangu, nipende kusisitiza tena kwa miundombinu hii imejengwa kwa gharama kubwa. Mmesikia hapa bilioni 28 kuelekea 29, na zimetokana na kodi zetu wananchi. Hivyo ni wajibu wetu kwa pamoja kulilinda, kulitunza na kulitumia kwa tija soko hili, ili liendelee kuwahudumia wafanyabiashara wa leo na wa kesho, wa ndani na wa nje ya nchi. Kwa niombe wafanyabiashara mtakaopata fursa ya kutumia soko hili, kila mmoja awe mlinzi wa mwenziwe. Tukiharibu soko hili, tunachoma fedha zetu tulizozichuma kwa jasho na tukajenga miundombinu hii, lakini tunarudisha nyuma nchi yetu, sababu kuharibu manake nchi itafute fedha nyingine tujenge tena ili wengine wafaidike. Kwa niombe sana kila mmoja awe mlinzi wa mwenziwe
katika utumiaji wa soko hili. Ni jukumu la kila mmoja wetu kulinda mali za umma na kudumisha amani popote alipo. Hivyo ni matumaini yangu kwamba soko hili litakuwa mfano wa masoko ya kisasa barani Afrika na kitovu cha ustawi wa wananchi kiuchumi. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nayo heshima sasa kutamka kwamba soko kuu jipya la Kariakoo limefunguliwa rasmi. Asante, tukae. Ninapomalizia kabisa, nataka niwashukuru wafanya biashara wa soko la Kariakoo, hasa wanawake, kwa zawadi walionipa na maneno yaliyoko mle. Nawashukuru sana. Nataka niwaambie maneno yale yamenipa nguvu na yamenitia moyo kuendelea kufanya kazi kuijenga nchi hii. Lakini pia niwashukuru wote mliokuja leo hapa katika ufunguzi wa soko hili la Kariakoo. Wote, wananchi, wasanii, toti, polisi, walinzi, wote tuliofanya kazi hii leo. Na mwisho kabisa niseme Mungu ibariki Tanzania, na asanteni sana sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Asante, naomba tupige makofi mengi sana na vigelegele kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa dakika. Asante toti Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itifaki inayofuata hivi sasa ni ya picha za pamoja kwa kumbukumbu za vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Nitakuomba uridhie itifaki hii ya picha iweze kufanyika mbele ya lango kuu la kuingia soko kuu jipya la Kariakoo, sehemu ambayo tutapata mandhari nzuri ya soko hili la Kariakoo. Nitaomba wale wote ambao nitawataja watakuwa na nyanyuka na kuelekea kwenye eneo ambalo limeandaliwa kwa ajili ya picha, na wengine wote tuendelee kubaki tukiwa tumetulia. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, takuomba Waziri Mkuu na meza kuu muweze kumuongoza Mheshimiwa Rais kuelekea katika eneo la picha, na wakati huo nitawaomba mwenyekiti wa bodi ya ushauri pamoja na meneja mkuu wa shirika la masoko la Kariakoo tuambatane kwa ajili ya picha inayofuata. Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mtafuatia baada ya picha ya kwanza. Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, naomba tukae mkao wote, naomba tukiwa tumeketi, naomba tuketi.